Kisha akaenda mpaka kufikia kusema walhasil anna at-talqina ba'da al-maut lam yathbut lahu dalilun sahihun. Alhasil ni kwamba jambo la talqin baada ya mauti, baada ya mtu kufa kufanywa talqini pale kaburini, lam yathbut lahu dalilun, haijathibiti dalili yoyote kwenye jambo hilo ambayo ni sahih, dalili sahih. Fala yanbaghi fi'luhu fatabassar. Anasema mwanachuoni huyu, fatabassar bihi, kuwa na utambuzi na jambo hilo, lifahamu vyema hilo kwamba ni jambo ambalo halina dalili sahihi ndani yake. Wala takun asira at-taqlid, wa hakadha naqulu laka ayuha al-maghrur, la takun asira at-taqlid liabaik wa ajdadik. Usiwe mtumwa wa taklid, kuiga bila ya dalili, kuiga kiupofu. Usiwe mtumwa wa kuiga kiupofu. Ewe shaka kusoma, usiwe mtumwa wa kuiga kiupofu. Fanya mambo kwa hujja, fanya mambo kwa dalili. Uwingi wa wenye kufanya sio hujja, kama tulivyokunukulia mwanzo maneno ya al-Imam an-Nawawi, la taghtar bikathrati al-halikin. Watu hawaangalii wingi bwana, zinazoangaliwa ni hujja. Kwa tumetazama jambo hili la talqini, tukaona ya kwamba maegemeo kumbe walioyeegemea ndugu zetu ni hadithi ya Abu Umama. Ukirejea katika hadithi ya Abu Umama, hadithi ni dhaifu, tena aliyeidhoofisha wa kwanza tunakutajia ni huyo al-Imam an-Nawawi. Ni hadithi dhaifu, ni hadithi dhaifu. Katika walioidhoofisha ni al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah katika Zadul Ma'ad, ijapokuwa na yeye katika kitabu chake Ar-Ruh kuna maneno umeanukuu kwamba amesema sijui baadhi ya watu walikuwa wanalifanya jambo hilo la, wewe umemnukuu katika jambo la Yasin. Katika jambo la talqini sija kusikia umemnukuu katika jambo la Yasin kwamba amesema jambo la Yasini jambo zuri kadha kadha. Sasa huyo Ibn Qayyim rahimahullah katika kitabu chake Zadul Ma'ad amebainisha wazi kabisa ya kwamba muongozo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ni jambo hili tunalolieleza sisi, kuzika na kuambia masahaba zake wamwombee ndugu yao dua. Amma jambo la talqin lam yakun min hadihi alayhi salatu wassalam. Ama jambo la talqini huo haukuwa ni katika mwenendo wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Rejea katika Zadul Ma'ad utaona maneno mazuri kabisa ameelezea. Ama maelezo mengine al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ni kwamba na yeye ameidhofisha hiyo hadithi. Sasa ikiwa ile hadithi ambayo ndio umda, ndio tegemeo ishadhoofishwa, ma bunia ala dhaifi fa huwa dhaifun, kilichojengwa juu ya dhaifu hiko ni dhaifu. Kwa hayo maneno aliyoyaeleza katika kitabu chake Kitabu Ruh kwamba ameigusia talqini pale na kadha wa kadha, naam, lakini ni rai. Yeye amegusia kwamba watu walikuwa wakilifanya jambo hilo la talqini, na alichokithibitisha pale Ibn Qayyim rahimahullah ni jambo la kwamba maiti anasikia, ni kwamba maiti anasikia, na ametaja dalili nyingine zinazoonyesha kwamba maiti anasikia, kama vile Mtume swalla sallam alivyoelezea kwamba maiti wakati watu wanapoondoka, la yasma'u qal'a ni'alihim, anasikia maiti
ile michakato ya viatu vyao. Hiyo ndio hadithi ambayo inaweza kuwa hoja, kwa sababu ni thabiti kwamba maiti anasikia yale yanayoambiwa, lakini sio dalili ya talqini. Lazima uyaelewe maneno, na mwanachuoni anaweza akawa ana kauli mbili katika masala, huku akasema hivi na huku akasema hivi. Kitakachoangaliwa ni ule msingi uliowekwa na hao ulama. Wao wametuwekea msingi ya kwamba kauli za watu sio hoja, amali za watu sio hoja. Rejea katika kitabu A'lamul Muwaqqi'in, al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, jinsi alivyotiririka kuhusiana na mambo ya amalul ahli al-Madina, jambo kwamba je, amal ya ahli al-Madina ni hujja? Rejea pale uone alivyochambuka pale, alivyoserereka kiilmu. Kwa hiyo maneno ya wanawachuoni yanatakiwa wajengwe juu ya maneno yao dalili. Hivyo ndio maneno ya wanawachuoni yalivyo. Ama kutuambia tu fulani kasema, hiyo siyo hujja. Hadakallah. Sikiliza maneno ya mwanawachuoni mwingine, al-Imam Ahmad rahimahullah. Aliulizwa kuhusiana na hili jambo, na hapa tutamalizia kwa maneno yake. Aliulizwa kwamba kuna watu wanafanya jambo la talqini, mtu anakaa juu ya kaburi anasema wewe fulani min fulani. Acha ni asome maneno ya al-Imam Ibn Qudama katika kitabu chake Al-Mughni. Anasema al-Imam Ibn Qudama katika Al-Mughni, wa amma talqinu, ama jambo la talqin, baada dafni, baada ya kuzika, falam ajid fihi an Ahmad shay'an, sijakuta kuhusiana na jambo hilo kutoka kwa Imamu Ahmad chochote. Wala a'lamu fihi lil a'immati qawlan siwa ma rawahu al-Athramu, na sifahamu ndani yake lil a'imma qawlan, kauli yoyote ya wanawachuoni sifahamu mimi, yani wale al-a'immatul arba'a. Al-Imamu Shafi'i kuhusiana na talqini hapaja nukuliwa kutoka kwake kauli kuhusu talqini. Al-Imamu Abu Hanifa rahimahullah pia hapaja nukuliwa kwake kuhusiana na talqini. Al-Imamu Malik rahimahullah hapaja nukuliwa kwake kujuzisha talqini wala kuifanya, sababu wao pia walifiwa na ndugu zao. Haijathibiti kwamba eti ilitokea al-Imamu Ahmad akamsomea talqini ndugu yake au Muislamu amefariki, au al-Imamu Abu Hanifa au al-Imamu Shafi'i, wala kusema kwamba wao wamesema kwamba jambo hilo ni katika dini na sunna. Haya ni maelezo ambayo baadhi ya wanachuoni wanasema hivi, kama vile mwanachuoni huyu al-Imam Ibn Qudama rahimahullah. Kwa hiyo yeye haifahamu kauli ya yoyote katika wale al-a'immatu al-arba'a, kauli ya kujuzisha talqin. Kisha akasema siwa ma rawahu al-Athramu, isiyokuwa ile kauli, yani sifahamu chochote kutoka kwa Imamu Ahmad isiyokuwa ile kauli ya al-Athramu. Qala qultu li abi Abdillah, amesema nilisema mimi kumwambia Abu Abdillah, fahadha alladhi yasnauna, hili jambo ambalo wanalifanya, idha dufina almayitu yaqifu ar-rajulu wa yaqul,
akishazikwa mtu anasimama mtu kisha anasema ya fulan ibn fulan, ewe fulani, ya fulan ibn fulan, ewe fulani mwana wa fulani. Na imekuja fulana, ya fulan ibn man ibn fulana, udhkur ma farakta alayhi, kumbuka yale ambayo farakta alayhi, uliofariki juu yake, shahada an la ilaha illa Allah, lile ambalo umeifariki juu yake shahada ya la ilaha illa Allah. Imamu Ahmad anaulizwa kuhusiana na jambo hili la talqin. Imamu Ahmad akasema faqala ma raaitu ahadan, sikiliza maneno ya mwanachuoni, ma raaitu ahadan, sijamuona mtu yeyote, faala hadha, amefanya jambo hili, illa ahlu Sham, isipokuwa watu wa Sham. Ma raaitu ahadan faala hadha, sikumuona mtu yoyote amelifanya jambo hili, illa ahla Shami, isipokuwa nimewaona watu wa Sham. Illa ahla Shami, isipokuwa watu wa Sham. Hina mata Abul Mughira, pindi alipokufa Abul Mughira. Sasa zingatieni maneno. Al-Imamu Ahmad rahimahullah anasema hivi, hakumuona mtu yoyote akifanya jambo hili la talqin. Na Imamu Ahmad ni imam, kwa anaona ya kwamba yeye anakiri ya kwamba hakumuona mtu yoyote akiifanya talqini baada ya watu kuzika, kuonyesha kwamba hilo jambo la kutosoma talqin ndio ilikuwa amali ya salaf. Wengi katika wao walikuwa hawafanyi jambo hilo, ama baadhi ambao imepokelewa kutoka kwao kama watu wa Sham, bila shaka itakuwa wameegemea katika ile hadithi dhaifu. Kwa hajamuona yoyote Imamu Ahmad isipokuwa watu wa Sham. Pindi alipokufa huyo Abul Mughira, jaa insanun, alikuja mtu fulani, faqala dhalik, akasema hayo. Qala, amesema wakana Abul Mughira, wakana Abul Mughirati, na alikuwa Abul Mughirati, yarwi fihi an Abi Bakri, anapokea kuhusiana na jambo hilo la talqini kutoka kwa Abu Bakri, sio Abu Bakri Siddiqi, la. Kisha akaendelea na maelezo yake mpaka mwisho. Almuhimu kwamba imepokelewa pia kutoka kwa Abu Maryam an ashyakhihim annahum kanu yaf'alunahu, kwamba imepokelewa kutoka kwa Abu Maryam, amesema ya kwamba amepokea Abu Maryam kutoka kwa mashekhe zao kwamba kanu yaf'alunahu, walikuwa wakilifanya hilo jambo la nini, talqini. Sio alikuwa Mtume swalla sama akifanya talqini, hapana, ni mashekhe zao tu, na mashekhe si hujja. Kwa hapa tunachotaka kusema ni kwamba jambo la talqini ni jambo ambalo wamekhtalifiana ndani yake wanawachuoni, na kama ilivyokuwa kawaida wanapokhtalifiana wanawachuoni, panatazamwa ambaye ameshikilia dalili. Na tunapoangalia jambo la talqin, hatuoni kwamba imethibiti sunna kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba alikuwa akifanya hivyo, bali lililothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam
yeye alikuwa akiwaambia masahaba zake wamuombee dua ndugu yao, kwa sababu anaulizwa. Kwa kilichothibiti baada ya kuzika ni kumwombea dua ndugu yao, na kilichothibiti sio kumwombea dua kwa mtindo wa pamoja kama mnavyofanya nyinyi masufi. Mtindo huo haujathibiti. Ama dua kama dua kila mmoja akamwombea yule maiti, hilo limethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa usiwe unachanganya mambo lililothibiti na ambalo halijathibiti, alafu ukayachanganya pamoja, ukasema fulani kasema ukakuchanganya mahala pamoja. Ahlus sunna wal jamaa wamekhtalifiana katika hili. Wako wanaona halina neno, lakini wamejenga kauli yao juu ya hadithi ambayo sio sahihi, lakini pia juu ya baadhi ya shawahidi ambazo hazioani. Kwa waliosema hivyo kwa jitihada zao, tunasema hum mujtahidun, wao ni wanawachuoni mujtahidun, wamefanya jitihada yao wakaona hivyo. Lakini usahihi wa masala ni kwamba jambo hilo halijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyonukuu kutoka kwa hao ulama, akiwemo al-Imam al-Allama Izzu ibn Abdi Salam na wengineo kama vile al-Allama al-Imam as-Sun'ani rahimahullah na wengineo katika wanachuoni. Zipo kauli zao wakisema ya kwamba jambo hilo ni bid'a, lam yasihha fihi shay'un, hakijathibiti kuhusiana na talqini chochote. Kwa wala sisi tunapoyasema haya hatuwakufurishi wale wanaoona ya kwamba talqini yafaa, hapana. Na haina maana ya kwamba jambo wakikhtalifiana wanachuoni maana yake haliwi ni bid'a. Kwani wewe shekhe kusoma haujui ya kwamba al-Imam an-Nawawi rahimahullah ameihukumu salatu ar-raghaibi kwamba ni bid'atun qabihatun? Haujui hilo. Kwa unataka utuambie kwa sababu al-Imam an-Nawawi amehukumu jambo hilo kwamba ni bid'atun qabiha, maana yake amewakosea adabu, amewatukana wale wanaofanya hivyo? Yeye amehukumu kwa mujibu wa hoja na dalili kwamba ni bid'a, hata kama kuna baadhi ya watu wanasema inafaa, hata kama kuna baadhi ya watu wanaona haina neno, lakini kwa mujibu wa hujja na dalili akahukumu kwamba ni bid'a. Kwa wanapokhtalifiana wanawachuoni katika jambo, haimaanishi ya kwamba maana yake jambo hilo haliambiwi ni bid'a. Intabih, zingatia katika jambo hilo. Kwani mangapi katika mambo wanawachuoni wamekhtalifiana na wengine wakahukumu kwamba jambo hilo ni bid'a na haifai. Mfano ni hiyo salatu ar-raghaib na mengineyo. Kwa hiyo jambo hili halifai, halina dalili, na wale waliosema inafaa haina neno ni wanawachuoni, tunaheshimu rai zao, lakini katika hilo hawajawafikishwa kuipatia haki. Wa nas'alullaha jalla wa ala an yuthabbitana ala alhaqi hatta nalqahu jalla wa ala. Mimi kwa leo nitakuwa nimeishia katika jambo hili, jambo la talqini, kwa ufupi huo. Kesho insha Allahu jalla wa ala tutakuja kuelezea kuhusiana na jambo lingine alilokuja nalo Shekhe kusoma, nalo ni jambo la kuwasomea maiti baada ya kuwazika Yasin, kusoma Yasin. Lakini pia tutaangalia kauli za wanachuoni katika hilo insha Allahu jalla wa ala, na huenda tukatazama pia katika mambo mengine ambayo yameyagusia kama wakati utatosha. Ama jambo la talqini, maelezo yake kwa ufupi ni kama hivyo mlivyosikia.
As'alullah an yanfa'ana bima 'allamana, namuomba Allah atunufaishe kwa yale aliyotuelimisha. Tuishia hapa. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.